Kwa majina naitwa Asadi Mohamed Kimji, maarufu kama Homeboy. Ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu la Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa. Pamoja na nafasi zangu hizo, mimi pia ni mwanamichezo, ni mjumbe wa kamati ya utendaji wa Chama cha mpira wa miguu wilaya ya Ilala, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chama cha mpira wa miguu mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya DRFA. Siku ya leo tarehe 29, siku ya Jumapili, ni siku muhimu kwangu na kwa familia yangu kwa ujumla na wana kata yote ya Ilala kwa ujumla. Leo nimeenda kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea tena nafasi ya udiwani kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi, kwa maana katika ule mchakato wa kura za maoni za kumpata mgombea atakayepeperusha bendera ya CCM katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba 2024. Awamu iliyopita nilikuwa diwani wa kata ya Ilala, maliza utumishi wangu hivi karibuni, na sasa chama chetu kimeanza mchakato kuanzia jana kuelekea mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Ni matumaini yangu kwa kazi zile nilizozifanya katika kata yetu ya Ilala na halmashauri ya jiji kwa ujumla, kwamba wananchi wa kata ya Ilala wameona, viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi wameona. Hivyo basi naacha ridhaa hii kwa vikao vya chama kwa ajili ya uteuzi wa wagombea, na mwisho wa siku tuingie kwenye mchakato wa kumpata mwakilishi mmoja wa kuipeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi. Binafsi sina mashaka juu ya utekelezaji wa ilani niliyoifanya katika kata ya Ilala. Hivyo basi naamini mchakato wa vikao pamoja na mkutano mkuu wa kata ya Ilala wa Chama cha Mapinduzi utanipa baraka ama utanichagua kuwa mwakilishi wa Chama cha Mapinduzi katika kata hii, katika eneo hilo la udiwani wa kata ya Ilala. Kata ya Ilala ilikuwa na changamoto nyingi. Kwanza kabisa kulikuwa na upungufu wa shule za sekondari. Tulikuwa na shule nyingi za shule ya msingi, za private pamoja na government, lakini shule ya sekondari tulikuwa nayo moja. Hivyo basi mara tu baada ya kuwa diwani nilihakikisha kwamba tunapata nyongeza ya shule za sekondari katika kata yetu. Hivyo tulifanikiwa kupata shule ya sekondari ya Kasulu, lakini vile vile shule ya sekondari ya Mivinjeni. Kufanya sasa idadi ya shule ya sekondari kutoka kwa 1 mpaka 3 kwa kipindi kifupi cha uongozi wangu. Lakini pamoja na hayo tulikuwa na changamoto na uhitaji wa shule ya English medium katika kata yetu ya Ilala. Tumefanikiwa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais, tupata fedha za boosti milioni 306. Tumeweza kujenga shule nzuri na ya kisasa, shule ambayo ina mkondo wa watoto wadogo kwa maana nursery school, lakini vile vile na nafasi na sehemu ya kuanzia darasa la kwanza mpaka la 7. Hii ni kudhihirisha kwamba tumefanikiwa katika eneo hili, na watoto wetu baada ya kwenda kusoma masomo ya English medium katika maeneo mengine, sasa wanasoma hapa katika kata yetu ya Ilala kupitia shule ya Mzizima. Lakini si hivyo tu, kata yetu sisi tulikuwa hatuna zahanati. Hospitali tulikuwa tunategemea hospitali ya Amana. Hospitali ya Amana ni hospitali ya rufaa, hivyo wale wote wenye changamoto za awali iliwalazimu lazima waende Plani, Buguruni au Mnazi Mmoja kuanza kupatibabu na baadaye kupata rufaa katika hospitali ya Amana. Lakini kwa sasa kwa jitihada tulizozifanya mimi na Mheshimiwa mbunge, kutokana na mahusiano mazuri aliyokuwa nao Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na nchi duniani, kiasi kwamba tumefanikiwa wenzetu wa Kuwait kwa kushirikiana na taasisi ya African Relief Organization kutujengea kituo cha afya, kutujengea zahanati kubwa nzuri ambacho kinafanana na kituo cha afya katika kata yetu ya Ilala. Kituo hiko kimekuja kufunguliwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati Mheshimiwa Doto Biteko katika kata yetu ya Ilala. Lakini sambamba na hilo, kata yetu ilikuwa ina uchakavu wa barabara katika maeneo mbalimbali ya kata ya Ilala. Lakini leo hii tunashukuru, tunakata tayari katika kata yetu tuna barabara 17 tayari zimeshaanza kutengenezwa, lakini tuna barabara 27 zinatengenezwa kwa kiwango cha lami, na hata hapa jirani tu kuna barabara inaitwa Mtaa Kigoma
mkandarasi yuko site kwa ajili ya kuhakikisha barabara hiyo inakamilika. Lakini sambamba na hiyo tumeongeza ufaulu wanafunzi katika shule ya msingi, lakini vile kwenda sekondari kwa maana ya darasa 7 kwenda form 1, lakini vile ufaulu wa kidato cha 4 kwenda kidato cha 5. Haya yote kwetu sisi ni mafanikio. Tumepambana kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha mikopo ya 10% ndani ya kata ya Ilala inapatikana. Japo kwa uchache, lakini at least watu wanapata, ili tuweze kuwanufaisha wananchi wetu na baadaye waweze kupata nguvu ya kiuchumi.